Alright, habari yako wewe mdau wa kipindi hiki cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha na nakuletea episode nyingine ya Fix You nikiwa hapa mezani na Faza. Napenda kumuita Faza, lakini jina lake ni Anthony Luvanda, almaarufu kama MC Luvanda. Yeye ni mjasiriamali lakini pia ni inspirational or motivational speaker. Nadhani umeshamuona kwenye majukwaa mengi sana ambayo amekuwa akizungumza na vijana mambo mbalimbali, lakini katika kuzungumza kwake na mimi ni moja ya kijana ambaye amemlea na amelea kipaji chake. Mpaka leo mnaona Irene anafanya mambo haya, basi kuna mtu alipanda mbegu naye ni Faza. Ndo niko naye hapa leo, nimemwalika aje kutia baraka kwenye studio yetu hii, lakini pia aje atufundishe kitu kinaitwa emotional intelligence. Watu kwa Kiswahili tunaweza kusema kwamba ni akili ya hisia. Tuna hisia lakini pengine ni kitu ambacho hatukijali sana na baadaye kinakuja kinaleta impact kwenye mahusiano yetu ya kazi, mahusiano yetu ya ndoa, uchumba na vitu kama hivyo. Na kuhusiana pia na watu na mtu saa nyingine hisia hizi zinaweza kuingilia zikaleta changamoto. Ni kitu ambacho ufundishwi nyumbani, ni kitu ambacho hatukufundisha mtu. Ukiwa mtu mzima unajigundua kumbe kuna hisia ya kukasirika, kumbe kuna hisia ya kujisikia huzuni, kumbe kuna hisia ya hiki na kile na kile. Lakini kumbe kuna akili yake ambayo ndo Anthony Luvanda, MC Luvanda amekuja kutufundisha siku ya leo. Nakukaribisha sana, karibu sana Faza. Asante sana Irene. Haya, jitambulishe. Mimi umeshanitambulisha, kwa hiyo naomba nikuokolee muda na muda wa watazamaji. Ni labda kwa sababu tunazungumza mambo ya mahusiano, nimekaa kwenye mahusiano kwa muda. Na niko kwenye ndoa nafikiri mwaka 15 sasa hivi. Wow. Kwa hiyo na qualify kuongea na watoto na mabinti. Binti yangu wa kwanza anatimiza miaka kadhaa ya utu uzima sasa hivi karibuni. Kwa hiyo ninafahamu, lakini pia nimeishi miaka ya kutosha. Wanasema life begins at 40. So nimeshafikisha yani maisha ya mtu mzima. Kwa hiyo nimeona vitu vingi, nimekuwa kwenye maisha na nimechangamana na watu kupitia elimu niliyosoma, kupitia kazi nilizozifanya, kupitia kazi ninazozifanya hadi sasa hivi. Nimeona vingi ambavyo jambo la hapo nataka tulizungumze leo linahusiana kabisa na maisha ya kila siku. So most of the time I'll be sharing with you my experience, uzoefu wangu katika corporate world. Mimi nimefanya kazi benki miaka 4. Nimeona corporate politics zinavyofanya kwenye corridors zile. Nimekaa kwenye sales kwa muda mrefu. Mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni kwenye sales. Nimefanya kitengo cha personal banking. Marketing nimefanya sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo linahitaji uzoefu mkubwa sana na akili kubwa sana ya emotional intelligence. Uwezo wako wa kumanage hisia zako. Yes. Kwa hiyo ni eneo ambalo mimi nimelifurahia kwa kweli. Nimeliishi na naliishi na nalifundisha kila siku. Kwamba that's the area that we need to explore. Na sisi tunao interact na wewe, tunakuona Faza. Au nadhani atukue. Mimi nashukuru, unajua. We see you. There are things that we cannot say loudly kwamba Faza uko hivi na hivi. Lakini tulio interact na wewe tumekuona, tumewahi kukukosea. Tumewahi kufanya hivi lakini you keep calm and when the time is right you just address the thing and hivyo maisha yanaenda. Kwa hiyo uko hapa bahati mbaya Faza. Naona hata mimi nilishtuka ulivyonipa hii topic. Mimi na observe sana. I can tell. From day one I've interacted with you. You've always been that person. Yes, you are a good observant and huwa ni mpole lakini una observe sana. Yes. Ni kweli kabisa, ni character yangu. Yeah. Sasa tuje kwenye tukisema emotional intelligence. Sasa mimi hii akili naipata wapi Faza? Akili ya hisia, kwa sababu unajua kuna matukio yanakukuta. Alafu unajikuta tu hisia fulani imekupata. Yaani
mtu anakuudhi, yani kwa mfano anakuudhi na wewe kifua kinajaa na unahisi umjibu. Umeona bosi wako anakuudhi, kifua kinajaa, and unfortunately bosi wako hawezi kumfanya chochote. Unatulia, lakini ni hisia ambazo zinaibuka. Saa nyingine mtu anafanya kitu unakuta umefurahi sana, saa nyingine mtu anafariki unajikuta unapitia huzuni kali sana. Yani kuna hisia ambazo unapitia from time to time kwa sababu ni maisha tunayoishi kama ulivyosema. Sasa mimi swali langu ni kwamba hii akili ya hisia, akili ya hisia tunaipataje? Manake ni kitu ambacho naona kama kinatokea papo kwa papo. Yani kinatokea papo, una muda wa kufikiria, una muda wa kufanya nini. Kwa kile ulichonacho ndani ndio kinachotoka. Okay. Kwanza nikwambie kwamba Irene, kila mtu ana hisia. Na hisia zipo za aina nyingi. Lakini for the sake of conversation, kuna hasira zilizo wazi na hasira ambazo zimejificha. Au kuna watu ambao wanaeleza hisia zao kirahisi, wanaitwa extrovert, na kuna watu ambao hawaonyeshi hisia zao kirahisi, wanaitwa introverts. Na kuna watu ambao ni short tempered, na wengine ni long tempered. Kuna mtu analipuka saa hiyo, lakini kuna mwingine mpaka aje alipuke. Ukiona mtu amelipuka huyo, kuna mwingine ukiona mpaka amelipuka ujue kweli jambo hili limefika penyewe. Kwa hiyo sasa hizi hisia kwanza kila mtu anazo. Na hata akili kila mtu anazo. Sema tunategemeana na mazingira ya maendeleo au development ya hizi akili. Ndio maana unaweza kusema huyu mtoto mjinga kweli hana hata akili, lakini unashangaa akienda kwenye mpira anafunga magoli. Yani hicho tu ni kwamba akili anayo, ila inategemea mnataka akili ya namna gani. Sasa mara nyingi akili huwa, especially akili ya kihisia, inatokana au ina develop kulingana na malezi. Jambo la kwanza ambalo ni training hiyo, au tuseme inatokana na skills ulizonazo. Na skills ni learnable. Kwa nawaambia watu mahali, all skills are learnable. Yani you learn something through the skill. Kwa hiyo sasa katika kufundishwa au katika kujifunza, unaweza ukafunzwa na wazazi wako, familia yako, mazingira uliokulia, au ukajiongeza mwenyewe ukajifundisha binafsi, inaitwa personal development. Kwa hiyo unakuta watu wengi sana huku ukubwani unapambana na jambo kwa sababu ya malezi uliyoyapitia. Nitakupa mfano. Mimi nimekulia kwenye nyumba ambayo tulikuwa turuhusiwi kuzira. Unajua kuzira? Kuzira ni tabia ile ya kusema ya kususa. Unasusa. Hiyo tulikuwa hatupewi nafasi. Mimi mama yangu ilikuwa ni kwamba kipindi kile tunakula pamoja zamani, miaka ya nyuma. Siku hizo watoto kila mtu anakula na sahani yake, lakini zamani sisi tulikuwa tunakula kwenye sinia moja. Ukisusa, kwa mfano labda umesemwa, labda umekula bila kunawa, wewe unakula bila kunawa, lele sunini. Alafu mistaki ukaondoka. Mama alikuwa anasema kuleni chakula chote, pakueni chote kiishe. Kisirani chake kikiisha, akija akute msosi, hamna. Ndio fundisho hilo. Kwa hiyo nikana najifunza mimi kwenye maisha kwamba kumbe mimi kususa sitakiwi. Ukisema mpaka kuna msemo tu kwanza, ukisusa wenzako twala. Yaani tunamaliza sisi. Lakini imagine ukutane sasa huku ukubwani na mtu ambaye akizira au akisusa anabembelezwa. Jamani kula basi mwekeni. Sasa mkikutana hapa, wewe umezoea ukisusa wenzako twala, na huyo akamwambia ukisusa tutakuwekea, tunakubembeleza. Inaweza kawa ni changamoto. Kwa hiyo tunapofika hata ukubwani, inapofika mazingira ya kususa, mimi siwezi kususa. Kwa sababu gani? Eneo langu la kususa la kihisia limekuwa molded au limenolewa tofauti na yule mtu ambaye hajawa molded. Kwa difference zetu zitaonekana. Kwamba kuna mwingine anasusa haraka, mwingine anasusi haraka. Nataka tukulete ile concept ya malezi. Na mtu yoyote ambaye wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Unapoona mtu ni short tempered, anaropoka tu, anafanya hivi, hana staha, hana nini, hana uwezo kujikabili, inawezekana tangu alivyokuwa mtoto hakuwa contained, hakufundishwa. Na tuna changamoto sisi wazazi sasa hivi wa Gen Z, nini hawa alpha
Generation Alpha kuwalea kwa sababu wana demand their rights. Yes. Hata ukimchapa inatakiwa umchape kwa step. Wenzetu wa Marekani na huko nchi zilizoendelea, ukimchapa mtoto inapelekea wewe kuitwa na polisi au ustawi wa jamii ukajieleze, mtoto anaweza kukushtaki. Hiyo ni hatari sana. Kwa sababu mtoto hajawahi kuishi kabla. This is a philosophy you should learn. Yani mtoto mimi nisiende haraka. Mtoto hajawahi kuishi kabla. Wewe ndio umemtangulia. Wewe ndio umemtangulia. Wewe ndio unajua. Kwa hiyo wewe ndio unawajibika kumwambia hapana. Hiki unapaswa kufanywa hiki. Unapaswa kufanya hivi. Hiki huwa kinafanywa hivi. Wanasema si kama ni hapa niliongea sehemu nyingine. Vijana wanaweza kwenda kwa haraka. Ila wazee ndio wanaojua njia. Yes. Shanifahamu? Kwa hiyo wewe kama mzazi unawajibika kumdiscipline mtoto wako kwa sababu wewe ndio unaijua zaidi kuliko mtoto. Sasa unaposema tu mtoto ajiachie ajiongoze mwenyewe, tunakosea. Na ndio mimi hata mimi wakati mwingine mtoto wangu nataka hata kumkanda kofi moja amazing, lakini nafikiria huyu hajawahi kuishi kabla. Kwa hiyo yeye ndio the way of doing things. Yes. Kwa namuita bwana ulichokifanya hiki sio sawa. Sasa hivi fanya hivi na hivi na hivi. Ila akirudia kofi analo. Kofi anao, na nashukuru Mungu kwamba hiyo Tanzania bado hatujakatazwa kupiga makofi watoto wetu. Kwa hiyo malezi, nimesema hapo mwanzo kwamba akili kila mtu anazo, hisia kila mtu anazo, lakini tunaziboresha vipi? Kwa hiyo mtu anaweza akawa hana emotional intelligence, lakini kupitia mafunzo na malezi akapata emotional intelligence. Na raha ya mafunzo ni kwamba inakubadilisha. Na ikikubadilisha, kikuingia vizuri mafunzo, yanakuwa ni part and parcel ya maisha yako. Ndio maana ikishakuwa part and parcel inakuwa ni tabia yako. Una react according to tabia ambayo umeshakuwa grounded for. It's a pattern that you've been created in your mind. Imeshaunganishwa kwenye akili yako. Kwa mfano, wewe umeshazoea kupiga mswaki. Yes. Yaani huwezi kuamka asubuhi ukajishauri nipige mswaki au nisipige mswaki. It's not something that you debate. It's automatic. Hata wakati mwingine ukumbuka kama ulipiga mswaki au kupiga. Kwa sababu it's very automatic. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na mafundisho ya kwa train ya watu. Kwa hiyo kujibu swali lako, hizi kila mtu anazo. Sema sasa kwenye mafundisho. Ndio watu wanakosa. Ndio maana tukija kwenye management, top management au hata kwenye supervisory management au hata kwenye entry level, kunakuwa na zile training kwa ajili ya staff. Mimi nimefanya benki miaka 4, tulikuwa tunafundishwa kabisa. Lakini benki nadhani ni moja ya industry ambayo inawekeza sana katika kumtrain mfanyakazi. Yes. Kuliko ni watu wengine, makampuni mengine. Yes, of course, banking industry, insurance industry, communication industry zinawekeza sana kwenye kutrain like emotional intelligence. Lakini sasa hivi dunia yote inaongelea kuhusu emotional intelligence. Is a biggest asset. Labda tutakuja kuongea kwa baadaye. Nisipende kudadavua yaliyoko mbele, lakini nikwambie kwamba ukiweza kuinvest kuwa emotionally intelligent utafika mbali. Maana kuna watu wengine they are academically intelligent. Anajua mahesabu, anajua udaktari, anajua nini, lakini hana akili za hisia. Kwa unakuta mtu ni daktari mzuri, daktari bingwa, lakini akija kufanya prescriptions, wewe mbona urudi mara ya pili wewe? Kinga mdogo wangu, utumii kinga. Sasa hivi ukirudi mimi nakuchapa makofi. Sasa mimi niliwahi kuama hospitali faza. Wewe kwa mastari nilikutana na daktari ambaye ni kama askari. Afu yani it's experience ndo nakuwa mjamzito naenda pale anaanza kukufokea. Mbona umesi dawa? Mbona nikasema mimba sio ugonjwa bwana. Mimba sio ugonjwa. Anakugombea. Sikurudi tena hilo. Yes. Na unasema mgonjwa ukiongea naye vizuri anapona hata kabla hujampa. Kuna experiment hizo zimefanyika kupitia placebo. Kuna kitu inaitwa placebo effect. Kuna moja kuna experiment moja ilifanyika nchini Marekani, walikuwa wanafanya mazoezi ya experiment ya kujua dawa hii effectiveness yake ni kiasi gani. Wakawachukua watu 10. Wakawaambia kwamba walikuwa na ugonjwa gani? Nafikiri kwa ni fever fulani ambayo ilikuwa ni kali sana. Wakaambia wakachukua the latest invention ya kukiwa ile fever. Wakapewa, wakaambia bwana, hii ni dawa lakini
tumejaribu kutafuta, lakini tunaona kama ndio inakaribia. It is not that effective, but we are still making progress to see how it goes. Kwa hebu kunywa tu. Waliambiwa maneno kabla ya kunywa. Alafu wakachukuliwa watu wengine 10 wakapewa kitu inaitwa placebo. Placebo ni kidonge lakini sio kidonge, ni ungangano tu umewekwa kama kidonge lakini vinafanana. Wakaambiwa bwana, this is our latest invention. Imeshawasaidia watu wengi sana na immediately na cure hapo. Guess what? 8 out of 10 ya wale waliopewa dawa ya kweli, homa yao ilizidi kuongezeka. Wakati wamepewa kidonge cha kweli. Wale waliopewa placebo 8 wakaonyesha positive effect. Walikuwa wanazungumzia the power of the mind. Yes. Kwa hiyo maneno unapokuwa na, sasa hapa nimejitangulia. Hii ni point nataka nitoe mbele, lakini nataka nijibu swali lako ni point yako ya ujauzito na changamoto ya daktari. Kwamba yale maneno yanapoongelewa yana nguvu zaidi kuliko hata kile unachotaka kwenda kukifanya. Yes. Ndio maana niliwahi kumsikia comedian mmoja, alinifurahisha sana na alinifikirisha. Akasema ukiwa umegombana na mtu ukaandika message, kwa mfano ukamwandikia message, yeye anaumwa, akasema anaumwa, ukamuuliza unaumwa nini? Message hiyo, lakini kama mmechukizana, ile message unaumwa nini, yeye anaweza kaisoma unaumwa nini? Yani sio swali. Sio swali. Anaona kama unampona. Unaumwa nini? Lakini kumbe unaumwa nini? Ndicho lengo lako. Kwa hiyo tutakuja kuangalia huko mbele baadaye kwamba emotional intelligence ni uwezo sio tu wa kujitambua wewe, lakini pia uwezo wa kutambua na hisia za mtu mwingine na kuziheshimu. Inaitwa empathy. Lazima uwe uwezo wa kuvaa viatu vya mtu mwingine. Ujiweke kwenye viatu vya mtu mwingine kwamba ingekuwa mimi ndio unapitia kwenye ile hali ningefanyaje? Ukiweza kuvuka hapo, I think the bottom line of emotional intelligence is based on the empathy. Okay. Yes. Sawa. Sasa Faza umeongelea mambo ya kususa hapo. Nikakumbuka kitu ambacho nimekiona kwenye jamii watu wanakilalamikia sana, hususan wanawake. Wanaume zao, waume zao au baba watoto wao au wazazi wenzao ambao kiwaudhi kidogo, huyu mtu anaweza akasusa mwaka mzima. Yani wanavozungumza, na ujue mimi napita, niko ni mtu na dini mambo ya kijamii, kwa hiyo napita kwenye comments mara nyingi nasoma. Unakuta mwanamke ukiibua topic ya kususa, hususan wanaume, utakuta wanawake wanasema wangu amesusa mwaka, huu mwaka wa 3 sasa. Hakisusa maana yake nini? Sio kwamba hakusemeshi tu. Alipi ada, hatoi matumizi ya mtoto, yani hafanyi chochote. Kwamba umemuudhi ndo kasusa yani. Sasa si ni gubu hilo? Hiyo gubu hilo. Yani hiyo sasa mimi nikiangalia naona kama kuna shida hapo. Kwa sababu huyu mtu atakuudhi mara nyingi tu. Unajua, natamani kusikia mtazamo wako wewe katika hili ni nini? Unajua Irene, maisha yamebadilika. Takurudisha nyuma kidogo. Zamani sisi wa Tanzania, sijajua sehemu nyingine, lakini I'll talk from my experience. I've told you kwamba I've just reached 40 recently, so I've lived life. Zamani kulikuwa na kitu kinachoitwa ujando na unyago. Yes. Hizi zilikuwa ni mila mahususi za kumsaidia kumwandaa binadamu wa kesho. Kwa hiyo wanawake, kwa mfano kabila la Kimakonde, nafikiri mpaka sasa wanafanya, mwanamke alikuwa anapitishwa kwenye kitu kinaitwa mwali. Unafungiwa ndani wewe, na think it was 40 days or 30 days, I don't remember. Unafundishwa, ambao sasa hizi may repackage, mnaita kitchen party, ambayo is more of a dancing and celebration. Kitchen party sasa hivi kupewa tu vyombo na nini, yani commercialize. Lakini back in the days, for 30 days or for 40 days unawekwa ndani, huruhusi kutoka nje. Unafundishwa na makungwi, tayari ilikuwa anachezwa wakati shule zimefungwa ili upate muda mzuri. Wanaume tulikuwa tunapelekwa kitu kinaitwa jandoni. Ili uweze kwenda kutairiwa, utairiwi tu hivi, unatairiwa alafu unawekwa, kuna wazee wanakuja kuongea na wewe. Wewe saizi ushakuwa mtu mzima, ushakuwa unaandaliwa kwa baba. Wamasai mpaka sasa rafiki bado wanafanya. Sasa
zile jando na unyago zilikuwa zinamwandaa mwanaume kuwa mwanaume kweli. Sasa hivi unatawaliwa tu hospitali, siku 2-3 imeisha. Kwa hiyo moja ya maandalizi yalikuwa yakifanyika, wewe kama mwanaume unawekewa pale, bwana unaenda kuishi na mwanamke. Wanawake ni emotional being, ni viumbe wa hisia. Anaweza kukukwaza, wewe kama mwanaume hutaki kukwazika. Itafika mwanamke anatakiwa kutunzwa, mwanamke anatakiwa kufanywa hivi. Yaani unafundishwa, ile experience unabebeshwa. Na ndio maana ukirudi nyuma, divorce rate ya wazazi wetu ni tofauti na sasa hivi tulionayo. Sisi tumegombana siku 2-3, kila mtu anashika zake. Wewe anachukua begi, wewe achane hivyo. Lakini hatukuwa na hiyo mifumo. Na hata ukiangalia sasa hivi, kwa nini unasema wanaume wananuna zaidi? Mwanamke ana sherehe karibu 3 akisema leo anataka kuolewa. Atapata naita bridal shower, atapata kitchen party, atapata send off, afa anapata harusi. Hizo ziko 4 sherehe. Zote kupingi faza, maana uko kwenye field. Niko kwenye field mwaka 15 sasa hivi. Kwa hiyo hizi sherehe zote ni za mwanamke. Na hata wakiwa wanakuja ofisini kwangu, bwana harusi anaweza kana ongea bana, ndugu yangu sikiliza, harusi ya mwanamke. Maana ni kweli bwana, maana hapa nyimbo za kuingilia anachagua yeye, rangi kachagua yeye, ukumbi kachagua yeye, naambia yeye wanawake haya. Kwa hiyo mna sherehe 4, lakini angalia mtu wa kiume anaendelea tu. Tena sana atafanywa begi party. Kwa mzazi ambaye amenanina nani, ambaye ana exposure, na ana hela. Shanifahamu. Kwa hiyo vijana wengi sana, nilikuwa namsikiza Dr. Chris Mauki akasema hata ukimwambia mzazi kama bwana umeongea na mtoto wako wa kiume, atajifunza huko. Yaani there is a lack of that. Kwamba hatupati muda wa kufundisha watoto wetu wa kiume. Mimi na mtoto mmoja wa kiume anajua muziki wake. Yaani changamoto ni kwamba amezungukwa na madada. Yaani na dada wengi. Madada wengi. Kwa kuna kipindi anajisahau, anafikiri na yeye ni dada, anambia no, you are a boy. Kwa kuna vitu anataka nimsaidie, anambia no, sikusaidii, hicho kiko ndani ya uwezo wako kufanya. Anataka kulia, anambia no, men don't cry. Ingawa siku hizo unaona kuna elimu inapita. Kwa nini asilie wakati jiachie, jitoe. Sasa si unahisia faza, I mean ndio emotional intelligence hiyo. Sisi kwa katika watu ambao wanaishi maisha magumu, lakini kwa kumakusudi ni mtoto wangu wa kiume. Mimi mtoto wangu wa kiume anafahamu. I treat him like an adult, as a boy, and I'm literally training him makusudi ili aweze kugundua kwamba yeye yuko tofauti. And kuna majukumu nampa ambayo yanamzidi umri wake, lakini is because I want to create the mentality kwamba yuko tofauti. Sasa tukija kwenye swali lako, ni kwamba hawa wanaume wengi unakuta wanakuwa na haya magubu na nini kwa sababu ya malezi inawezekana walioyapitia, lakini pia is a complex situation. Mahusiano yana vitu vingi sana. Inawezekana mume wako amekuvumilia, sasa ulipomkwaza ndo akapata muda sasa kusema afadhali na mimi nipate sababu. Imetosha. Sasa hivi silipi hiki. Kwa hiyo I shouldn't give a general answer, lakini what I'm trying to say, mimi huwa mara nyingi napenda kwenda kwenye mzizi. Huwa sipendi kujibu juu. Twende kwenye kiini ni nini. Na kiini hapa ni pamoja na malezi ya mtu, maandalizi, na wanasema watu hawaachanagi siku moja. Yaani ukiona na mtu haachi kitu siku moja. Ukiona mtu ameacha kulipa ada, kuna vitu vimejijenga. There's a series of events ambayo imetokea hapo. Mimi wangu siku hizi anarudi asubuhi, kisa kwa nini? Tuligombana juzi, eti nakasema mimi kuna mtu alimwacha mke wake kwa sababu hajampikia chai. Jamaa anapenda sana chai ya rangi. Siku hiyo kaja au sigendo kampikia chai. Tunaachana. Nikamwambia wewe hujaacha kwa sababu ya chai. Wewe kuna ugomvi huko siku nyingi, sema chai ndio imekuja kama kisingizio. Alright. Yeah. Kwa hiyo hapo ni lack of emotional intelligence au nini hicho inakuwa What I'm trying to say is emotional intelligence has everything to do with emotions. Yaani akili za kihisia ndio chanzo cha magomvi mengi sana ndani ya nyumba. Kwa sababu if I have to go back and redefine, emotional intelligence ni ule uwezo wako, is ability to manage
to empathize, to understand, ile self awareness. Kwanza ujijue wewe mwenyewe binafsi, madhaifu yako yakoje, nguvu zako zikoje, na ujue mwenzangu huyu yukoje. Yani you need to study your partner kuliko kitu kingine chochote kwenye mahusiano. Kuna ukishajua kwamba sasa mimi mume wangu nikimsema vibaya mbele za watu, huo mtiti wake ni shughuli pevu. Usimseme, subiri watu wameondoka alafu mwambie. Kuna watu wengine wana ego. Unafahamu ego? Ego kile. Mimi sasa ego huwa inajeruhika kirahisi sana mbele za watu. Mtu huyo ukimtukana akiwa chumbani yuko poa, lakini ukimtukana mbele ya watoto ni mtu tofauti. Ni mtu tofauti. Sasa kujielewa wewe kwamba mimi nina madhaifu gani na mwenzangu ana madhaifu gani. Kwa mfano, ushajua kabisa kwamba mume wangu ni mdhaifu katika matumizi ya pesa. Akikopeshwa harudishi. Ukishajua mtu namna hiyo, sasa akiwa anakuomba hela, jua kabisa kwamba kama amekuomba 100,000, mpe 50 ambayo unajua uko tayari kuipoteza kuliko kumpa 100,000, maana unajua mtagombana. Huwa harudishi. Hata akisema nitarudisha. Kwa hiyo umpe tu. Umpe kilo safi, kujua bwana haitarudi. Na kukopesha hii hapa 50,000. Lakini wewe moyoni unasema umefanya nini? Umeitoa. Kwa sababu unajua hatarudisha. Kwa hiyo pale umesha study. Ndio maana nasema it's all about awareness. Kumjua mtu, huyu hivi. Huyu machozi yake yako karibu. Nikimsema hapa mbele ya watu tutaharibu. Huyu arudishagi pesa. Nikimpa hii tutagombana. Kwa hiyo the easiest thing, nitakupa mfano mdogo. Ingawa mke wangu hapendi niongee, lakini nitaongea. Mimi wakati nakutana na mke wangu tulikuwa tuna struggle. Kulikuwa na mambo ambayo yanajitokeza. Kama vile ambavyo mahusiano yote lazima siku za kwanza kuna vitu ambavyo hamuelewani. Mimi siwezi kulala taa ikiwa imewaka. Lakini yeye alikuwa na phobia fulani. Kwa alikuwa anapenda mwanga, yani chumba kiwe na mwanga. Anaogopa yeye. So most of the time alikuwa yuko peke yake. Kwa anapenda mwanga afu ndo analala vizuri. Mimi ukiniwashia taa kidogo tunashinda. Yani usingizi unakatika, nitakesha. It will take me like 4 hours to get asleep. Sasa ikawa shida. Yeye azime, mimi niwashe. Mimi nizime, yeye awashe. Ikawa changamoto. Kila mtu anataka kumpendezesha mwenzake. Yeye anataka kunifurahisha mimi, lakini na mimi nataka kumfurahisha yeye. Sasa kwa sababu ya maendeleo ya simu pia unajikuta kwamba umelala hapa, wote labda mmelala mnachezea simu. Sasa nani anaenda kuzima ile taa pale? Kunyanyuka hapa paka kuna ile taa, mtu anaona uvivu na anawezekana aishaanza kusinzia. Na tunasubiri kati tunakata kusinzia ndio tuzime taa. Sasa tukawa tunagombana kila siku. Kazime wewe. Nikaona njia hapa rahisi nini? Tununue bed switch. Kwa bed switch unafunga tu hapa. Kwa hiyo nini unageuka tunazima hapa. Unazima, Na yeye akitaka atawasha lakini baadaye atazima kwa wakati ikiwa hapa. Issue nyingine ilikuwa ni mlango. Akifungua mlango anaacha mlango wazi. Mimi nimefundishwa, unajua mimi mke wangu ni mzungu kidogo. Mimi nimekulia kwenye Swahili family, yani African traditional family. It is illegal for people to see your inner room. Yani mimi chumba cha baba kwanza hata kujua kwa vimekaje ndani kwa stress. Lakini mke wangu amekulia kwenye familia ambayo anaweza kaingia chumbani akaona kila kitu. Kwa akifungua mlango ukiwa wazi, naambia sasa mbona hujarudisha mlango? That was a big deal. Funga mlango. Wewe leo kuna shida gani? Nikamwambia tuweke pazia. Tuweke uwezo kuweka pazia. Lakini mmezoea nyumba za Kiafrika zinawekwa pazia ili kuzuia. Unaona kasheshe sasa. Tusika nikaona tulikuwa tunagombana kila siku. Yeye anaweza katoka, mimi navaa, akatoka kaacha mlango wazi. Watu wanapita. And it was a fight that robbed of our peace. Tunataka kutoka baada tunaenda dinner, tunagombana paka kwenye gari. Mlango tu. Baadaye nikafikiria kuna zile zinaitwa stopper doors zile, ukifunga mlango unajirudisha wenyewe kama nilisofunga hapa studio. Nikasema kwa nini sinunue kile kidude? Nikanunua kidude nikafunga, case solved. Yeye bado ana uhuru wake wa kuachia mlango bila kurudisha, na mimi na uhuru wangu. Unarudi unajifunga. Sasa hiyo
ni emotional intelligence ambayo imechanganywa pia na personal development. Yes. Kuwa solution oriented. Yani isifike mahali jambo dogo likafanya mkagombana. Jambo la tatu ni kuchelewa, ambalo hilo wanawake nafikiri dunia nzima kwa sababu umetokana na Eva mnafanana. Mwanamke sio wote of course, wanafanana walio wengi. Mwanamke kama mnaondoka na gari moja saa 4, yeye atapaka saa 4 na dakika 5 atakuwa bado anajiandaa. Actually ndo anaanza kujiandaa. Mwanzoni kwa nagombana sana na mke wangu kila wakati. Baadaye nikaja gundua ndivyo walivyo. Kwa nikawa najicontain. Here's a point. Wakati mwingine ili mahusiano yaweze kudumu katika mambo ya emotional intelligence, ni vizuri ukajibadilisha wewe kabla mwenzako hajabadilika. That's a point to be taken. Yes. You have to improve you first instead of expecting mwenzako ndio abadilike. Utakesha. Kwa mimi nikaanza kubadilisha kama hiyo experience nakwambia. Bed switch is me that I've changed. I lived to have the lights on. Lakini naye pia akajifunza kuzima taa. Yeah. Ilipofika kwenye swala la muda, nikawa tu naelewa, yani nikawa sasa sikasiriki, nimekubali kwamba okay, hili swala mke wangu atachelewa. Na kwa sababu nilikuwa namsema sana, ikawa sasa nimemhijack psychology yake. Kwa kana akiona mimi nachelewa, yeye ndo anaanza fanya haraka. Ila kimsingi kumbe anajiambia yeye. Ila ananiambia mimi unanijua, mimi dakika 5 naingia bafuni nimeshamaliza, naoga na nitakuwa tayari. Kwa wewe ndio uwe tayari. Kwa hiyo what I'm trying to say here is, Irene, it's better to improve yourself kwa sababu ni rahisi zaidi kuliko kutegemea mtu mwingine aka-improve. Kwa sababu that might take long. Na pia actually na kitu ambacho uko na control nacho ni wewe. Ni rahisi zaidi. It's easy to control yourself rather than controlling someone. Na wanasema, I think I would have to quote a Bible here. Wanasema nafikiri ni Paulo alikuwa anaandikia Wakorintho. Anasema nyie wanawake ambao mmeolewa na wanaume wenu ambao hawampendi Bwana au hawajaokoka, hebu kweni submissive. Kwa mwenendo wenu wao watafanya nini? Watabadilika. Kwa wakati mwingine people will change even at your office. People will change based on your pace, especially if you are a leader. You know, watu wengi wana mimic au wanaigiza viongozi wao. Wewe angalia hata marais. Akija rais wa design fulani, viongozi wote walioko chini wanakuwa wa design fulani. Kwa hiyo baba akiwa hivi, watoto pia wanafuata vile. Kuna vitu vingi sana sasa hizi unavifanya, Irene, bila wewe kujua at subconscious level. You do them automatically. Is because you are mimicking your mother. Unafanya kama vile ulivyomuona mama yako. Yes. Kwa hiyo ni vizuri sisi kuwa na menendo mizuri, kubadilika kwanza, kuwa na empathy, kuwa na self control. Kwa sababu moja pia mambo ya emotional intelligence ni self control. Kujizuia. Kuwa na better communication skills. Usiassume. Mimi nilijua amenielewa. Amekuelewaje? Sasa faza moja ya kuna leo nilikuwa napita kwenye social media. Napenda sana kuperuse ili niweze kuona thinking ya general ya jamii ikoje. Kuna kitu umekigusia hapo kwamba kuna mtu tu social media ameuliza kwamba ni kitu gani ulijifunza kwenye mahusiano. Alafu akawaambia wanawake waseme ili watu wengine pia waje kujifunza. Katika vitu wanawake wengi wamesema ni kwamba usimkopeshe pesa mpenzi wako au mume wako, usimkopeshe pesa kwa sababu hazirudi. Sasa sijajua ni mwanamke akikopeshwa au ni mwanaume akimkopesha pesa. Lakini hata mimi experience nayo, pesa unayomkopesha bwana mtu wako ni nadra sana kurudi bwana. I don't know why. Yani kwa nini? Yani lakini nakupa ni mkopo, unajua ni mkopo. Nakupa laki hapa, utanirudishia. Ukianza kuidai ni tatizo. No, kuna kabla sijakupa, kwanza kuna entitlement mentality. Yani I'm entitled. This is our money. This is my money. Labda hiyo. Na wanasema pesa ngumu kuidai ni ya mama mkwe. Mama mkwe akopesheki. Licha tu mpenzi wako, mama mkwe, wewe mama mkwe utamdai? Huwezi kumdai. Kwa hiyo
Kwanza kuna kitu kinachoitwa entitlement mentality. Entitlement mentality ni ile hali ya kujiona, nitafuta Kiswahili fasaha, hali ya kujiona unastahili jambo hilo. Kwa hiyo wewe kama ni mke wangu, nikikupa pesa unaona kama vile wewe unastahili kupata. Mimi mke wangu kwa nyingine wakati mwingine ananiambia, wewe si mke wangu, hii hela yangu. Lakini si nimekwambia ni mkopo. Sasa mkopo, lakini kumbuka hiyo ni level ya mahusiano, lakini naturally wa Tanzania, sijajua nchi nyingine, wa Tanzania kulipa mikopo ni changamoto. Ndio maana huko nyuma huko wahenga waliwahi kusema kwamba kukopa harusi, kulipa matanga. Kwa nini? Yani I say father mimi na experience. Una experience Tanzania? Sumempa hela? Lazima wewe sasa utafute shida. Ueleze shida zako. Yaani unapoenda kuidai ile. Tunakosa ada. Yani lazima utafute shida ya inayo qualify wewe kulipwa pesa yako. Kuona kwa wewe tena unaanza kubembeleza tena. Na wewe unaanza kusema mimi jamani nina matatizo mengi jamani. Unajua nimefiwa juzi. Sasa nimepungukiwa. Yani ndio mtu sasa angalau akuelewe sasa akuconsider kwenye hayo malipo yake. Mimi zamani nimekwambia Irene, nilikuwa mfanyakazi wa benki. Nilikuwa sielewi kwa nini benki inasema lete mali sio ameshika. Nilikuwa sielewi, nikasema mbona jamaa makatili? Nilipoingia kwenye maisha ya kiutuzima ndo nimeelewa. Aisee, kumbe benki bwana wana maana yake. Na mimi nikiona nyumba mtu inauzwa hata simuonee huruma. Kwa sababu watu bwana hawalipi madeni. Hawalipi madeni. Na sasa imagine hao ni watu binafsi. Je, mke wako alipi? Je, mume wako ambaye anaamini hii pesa yetu? Na nikwambie hiyo kwa tufanyeje? Tuwape tu yani. Ndio hiyo sasa unajua anaweza kana toa siri za ndoa. Lakini mke wangu labda anaweza kutumiwa na watu wengine waone hii. Lakini mimi tulishakubaliana na mke wangu. Yaani kuna pesa ambayo nampa. Hiyo ni ya kwake. Umdai kabisa. Si mdai, naambia bwana hii ya kwako chukua. Na kuna pesa ambayo naambia hii nakukopesha. Na ukichelewa, umesema unarudisha lini? Nitarudisha Jumatano. Haya, ukileta Alhamisi utaleta na riba. Sasa ndio emotional intelligence hapo. Kwa hiyo tunakubaliana kimsingi. Kwa hiyo pesa ambayo nitampa ni ya kwake, lakini kama kuna pesa tunakubaliana, tunakopeshana. Okay. Kwa sababu ndio maisha ambayo wanawake na vizazi sasa hivi wameamua kuyaishi. Okay. Ni maisha ambayo wanawake wameamua kuwa na kipato chao na wanaume wameamua kuwa na kipato chao. Kwa akirudisha anarudisha na riba. Kama akichelewa, tumekubaliana. Anarudisha kabisa. Sasa mtihani kurudisha kabisa ndio hiyo kabisa ndio changamoto, lakini kurudisha lazima arudishe. Sawa. Alright, Faza, iwe kutoa kidogo, unajua hapa ni mchanganyiko wa mambo mengi. Nataka turudi sasa kwenye emotional intelligence. Mimi nitajijuaje kama nina emotional intelligence? Yani nitajijuaje? Indicators ni jinsi unavyo react. Reaction is very important. Kuna mtu anaitwa Steve Covey. Aliandika kitabu kinaitwa Highly Effective People. 7 Habits of Highly Effective People. Kuna watu ambao tunawaita effective people. Yani jinsi ambavyo wanafanya mambo yao, wana tabia zao. Na akasema moja ya character kubwa ambayo watu hawa ni highly effective people wanachokifanya walionayo hiyo character ni response. They respond. They don't react. Hapo tukiweka kwa Kiswahili ili Mtanzania mwenzangu aielewe hiyo. Ndio nataka nije nitoe ufafanuzi. Kurespond ni kutafuta njia iliyo bora ya kukabiliana na jambo. Kureact bora liende chochote. Unatamka. Baadaye ukikaa kwenye akili zako, hapa niliche. Unakaa kwa aibu unarudi, jamani nisamee mume wangu. Kwa kweli I didn't mean it. Umeelewa? Lakini response ni ule uwezo wa kujua nijibu nini, kwa wakati gani, mahali gani na kwa mtu gani. Uwe uwezo ukiwa nao tunaita response. Kwa nini mtu anataka kushautia alafu wewe ukakuta mtu kakaa kimya. Tumetulia. Alafu hiyo inaumbua hiyo Faza. Unajikuta yani unajikuta utoshi. Kwa sababu umejaa mwenzao kashuka, katulia.
Na wanasema wakati mzuri wa kumchapa kwa mfano mtoto ni wakati ukiwa huna hasira. Ukiwa na hasira unaweza kumtandika mtoto mpaka kumtoa damu. Au kumkata kibao pa. Mimi nishai kuona mwanamke kamtandika kibao mume wake. Lakini yule mwanaume calm down. Alimwangalia tu. Alimwangalia kwa sababu nikimpa huyu mimi na misuli, nikimpa huyu hatoboi. Lakini kile kibao alivyomchapa yule mwanamke alianza kulia. Yeye ndo kapiga lakini yeye ndo analia. Kwa hiyo pale tunasema yule mwanamke alikuwa uwezo wake wa emotional intelligence ulikuwa mdogo. Kwamba alireact badala ya kurespond. Unaelewa? Na inawezekana labda alizidiwa kwa hoja. Lakini wengi tuna react tu. Wengi tuna react kwa sababu hatuna emotions. Tunasema we are still babies. Bado tuna react kama watoto because we are atufundishwi. We are not taught, yes. Na ndio maana if you want to be highly effective person, you have to master. Lazima ujifunze uwezo wa kurespond, sio kureact. Lakini father unaniambiaje ni keep calm wakati mimi yani generator lishawaka. Kifua kimejaa, wengine shingo unaona yani kama inataka kufasuka pale. Unaniambia sasa this is the time to keep calm. Ni mazoezi, sio jambo jepesi. Ila you keep trying. Yes, you keep on exercising. Unaendelea kufanyia mazoezi. Unajua niliongea hapo mwanzo kwamba emotional intelligence ni skill, ni craft, ni ujuzi. Sasa ujuzi unakuja kwa kujifunza. Na mafunzo hayachukui siku moja. Ndio maana nilisema hapa kuna mafunzo ya unyago na jando hazikuwa zinachukua siku moja. Na tuangalie tu hata watoto. Mtoto anapoanza kujifunza kutembea hajifunzi siku moja. Anasimama kidogo anarudi. Anaanguka. Hivyo atashikilia kiti, atafanyiki. Mpaka anafika mahali ana master. Wewe sasa unaweza kutembea mpaka ukakimbia. Lakini ukuanza hivyo. Kwa hiyo lakini ni lazima ufike mahali ufanye maamuzi. Kwamba mimi nimeamua sasa ninajifunza kuhusu hisia zangu, jinsi ya kuzimanage. Ukifanya maamuzi, maana yake ni kwamba utachukua tunaita deliberate efforts. Jitihada za makusudi. Asante. Bwana unajua Kiswahili. Jitihada za makusudi kufanya jambo. Kuna vitu vingi sana mimi huwa nafanya jitihada za makusudi katika jambo fulani. Wanasema hata mapenzi ya kwenye ndoa. Yaani lazima ufanye jitihada za makusudi kumpenda mpenzi wako. Usingeisema hiyo basi ningesema usio yeye. Kwa sababu nakumbuka those times alivyokuepo Demba, that's the thing ulituambia. Lazima ufanye jitihada za makusudi. By that time hata sikukuelewa. Ukunielewa vitu vingine unaweza kuelewa mpaka faza anaongea nini, sisi tunapendana tu. Mwanangu ukiingia kule. Jitihada haswa. Jitihada yaani mapenzi sio mapenzi. Unajua kuna upendo afu kuna mapenzi. There's a love and there's a romance. Yes. Wanawake wengi wana focus kwenye romance. Wanaume wana focus kwenye upendo. Kwa hiyo mwanaume zaka anakupenda lakini ana romance. Yes. These are two different things. Lakini nyinyi wanawake pia mnatafsiri romance kama upendo. Ndio maana unaweza kukuta msela tu muuza chips oya pale akakutia romance 2-3 akasema anakupenda, ngoma ikaenda. Ndio maana nasema unaweza kumnunulia mke wako gari alafu akatembea na mtu aliyemwekea mafuta. Kwa sababu gani? Ni ile hali ya romance. Sasa wanaume wengi walio kwenye ndoa sio hao oya unaona nje. Hao oya wamejaa romance, ila wanaume wengi walioko ndani wana upendo. Wanaweza kawa wamepungukiwa romance lakini wana upendo. Wana juhudi za makusudi. Mke wangu kanikwaza lakini mpende hivyo. Yaani mimi naangalia kabisa nikimwona jinsi nilivyomuoa na leo wako tofauti lakini unampenda maana mama watoto wangu. Unaenda huko Arusha sasa hizi kimeumana, mkuu wa mkoa akasema bana postini wake zenu kimewaka. Kuna watu wanapost hivyo. Yaani akilinganisha siku nimeenda kutoa posa na huyu niliona sasa hizi. Lakini unapost hivyo. Ndio mke wako huyo ndio anaitwa upendo. Kwa hiyo sasa ile yote
ile yote ndio inakuja kwenye kuelewa maturity, emotions, emotional maturity. Lazima ufanye jitihada za ziada kumpenda mtu. Na unapofanya hizo jitihada ziada, hataki kukwaza vipi, bado unampenda. Ni kama kwa mzazi kwa mtoto. Yaani mtoto, I think ni jitihada za ziada kumpenda mtoto. Anaweza kawa kimeo, lakini ndo mtoto wako, umpende, umsomeshe. Ni kweli. Umsomeshe, umvumilie. Na I think sisi tunapoitana baby, jua responsibility pia za kumtunza baby. Kwa sababu baby ni mtoto, sio? Na mtoto unavompenda, unasema mtoto akinyea mkono ufanye nini? Aukati mkono. Yeah. Ndio hiyo deliberate love. Kwa hiyo ndio maana huwa nawaambiaga wakati mwingine watu kwamba we have to do something known as emotional. Lazima tuwe emotionally matured. Katika hatua za ukuaji au katika vigezo vya mtu ili mpaka aoe, lazima awe financially matured, physically matured, ambao watu wengi ndio na focus, spiritually matured. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu sana ni emotional maturity. You must be emotional. Lazima uwe umepevuka kihisia. Ndio hiyo za mwanangu mmeoka alianzia timbuli lakini ndio huyo wakufa na kuzikana. Mnakaa naye, mnajenga, mna move. Sawa. Yes. Alright. So further, labda kuna steps katika hizi akili hisia ambazo zinaweza zikatu guide through. Yaani yes. Labda uwe hivi na hivi. Yaani some sort of steps katika kumanage hisia. Yes, steps zipo. Maana tunaelewa kwa tumezoea darasani pointi 5, pointi ngapi. Sawa, mimi nimefanya kuna kama mtu tu hapa anasubiri useme kwamba ni hii na hii ndo akonkludi kwamba ameelewa. Sawa, nitakupa. Ya kwanza ni self awareness. Self awareness kwa Kiswahili ni kujitambua. Yeah. Watu wengi hawana elimu ya utambuzi. Kwa elimu ya utambuzi ni muhimu sana. Mimi nijifunza elimu ya utambuzi back in the days. Ninajijua. Watu wamegawanyika katika kisaikolojia, wako makundi 4. Kuna watu wanaitwa melancholic, kuna watu wanaitwa choleric, kuna watu wanaitwa sanguine, kuna watu wanaitwa phlegmatic. Hizi zinaitwa dominant gene. Wanaweza wakatokea tena hapo zimechanganya kwa sababu umechanganya mzazi huyu na mzazi huyu, lakini kuna kitu kinachoitwa dominant gene, tabia ambayo itajidhihirisha kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo lazima ujitambue, wewe ni sanguine, wewe ni melancholic, wewe ni phlegmatic. Labda ungetuambia kidogo sasa. Ni somo wakoje, yes. Kwa kifupi tu. Kwa kifupi. Sanguine ni mtu ambaye ni mcheshi. Ni mcheshi, ni mtu ni extrovert, ni mtu wa kujirusha, mtu wa furaha, akwaziki kirahisi. Akiwa mwalimu huwa mara nyingi ndio amalizi syllabus. Maana anakuwa na mifano mingi. Ni ngumu sana. Yeah. Phlegmatic ni watu ambao ni wapole. Yaani ndio hata yule ukimkanyaga yeye ndo anakuomba msamaha. Samahani, niliweka mguu wangu hapo kanikanyaga. Ni wapole mara nyingi hawa ndio wakiwa na ni wavumilivu sana. Hawezi kuongea paka sijui mwambie jambo gani. Ana feel vizuri zaidi kukaa mwenyewe kuliko kukaa na watu wengi. Ni mpole, watu namna hiyo wanajulikana. Na akiwa secretary wako utafurahi. Kwa sababu she can take pressure. Unamtuma huku, unamtuma kule, anaweza kupokea wageni akawahudumia, yuko vizuri. Kuna watu ambao wanaitwa melancholic. Melancholic ni watu ambao ni natural leaders. Ni viongozi, wao wamezoea kutoa mwongozo siku zote. Na wanapenda kudominate, they are dominant. Akiingia hapa lazima ataseti vitu vikae sawa kama vijakaa sawa. Choleric mara nyingi ni watu ambao wako very analytical. They make a good wahasibu. Yaani na hawa ni akiwa na CPA mkaguzi na choleric mtaipata. Anatafuta wewe kuliko CAG. Atatafuta kosa mpaka atalipata. Ndio akiingia kwenye forensic investigation. Nyinyi wote mnaweza mkashindwa, yeye akaipata. Kwa sababu they are obsessed with details. Sasa huyo ndio ambaye kama umemuoa kukukamata ukiwa umechiti dakika 2. Kwa sababu kiingia tu anajua harufu kashaisikia. Leo hii harufu sio ya kwako. Umenunua tu. Kuna rafiki yangu mmoja huyo. Yaani akinunua saa au shati tu, lazima uulizwe, ili shati umelitoa wapi? Kwa sababu sijaliona kwenye wardrobe yako, alikuwepo. Ukajuaje? Ili shati walipoko kwenye Valentine? Jamani, demo anajua. Kwa hiyo
Hasa lazima ujifunze, ujue wewe ni mtu wa namna gani. Hatua ya pili, kumjua mwenzako. So self awareness, that's number one. Second phase is to know the other person. Learn about these people. Na kumjua mtu viko vitu vingi sana. Lazima ujifunze saikolojia ya watu. Kwa mfano blood groups pia zina mtu mwenye group O ana tabia zake, mwenye group A ana tabia zake. Jua mwenzangu group gani? Maana unaweza kuwa unapambana mtu kumbe ni group ndio zinachangia za damu. Kuna mwingine tarehe yake ya kuzaliwa tu. Kwamba watu wanaozaliwa Januari ndivyo walivyo, yani wa Kongo hivi. Watu waliozaliwa mwezi wa 12 wa Kongo hivi. Kwa usihangaike. Ukishajua huyu mtu ni wa hivi kwenye kundi fulani, inakuwa ni rahisi kudeal naye. Yeah. Kwa hiyo ya kwanza ni wewe kujijua. Self awareness. Cha pili ni kujua wengine. Ni muhimu sana. Cha tatu ni you have to develop kitu kinachoitwa empathy. Empathy ni ule uwezo wa kuvaa viatu vya mtu mwingine. Yeah. Kabla hujamnyoshia mtu kidole, jiangalie wewe. Ningekuwa mimi, ingekuwaje? Mtu amechelewa kazini, wewe ni kiongozi. Mtu amechelewa kazini, sio kumchana tu. Wewe unachelewa kazini. Unauliza anaishi wapi? Mtu anatoka Keko Magulumbasi, alafu ofisi iko Masaki. Wewe unaishi na kwenye apartments Oysterbay. Mwenzako anatoka Keko Magulumbasi au kwa Mparange huko Temeke ndani. Mpaka hajafike Masaki amechukua mabasi 6. Sasa wewe unaanza tu kulia, watu wazembe, wafanye ndio wazembe. Mwenzako huyu ukapanda mabasi 6. Kama kuna mtu anatoka Buza huko, Buza ndani tena sio Buza, unafika Buza inafika uchukue bodaboda, maana unachukua daladala. Ufike bodaboda kuna bonde hilo inabidi ushuke utembee kwa miguu. Sawa. Umeelewa? Au unakuta mtu anasinzia ofisini. Sasa wewe uvivu, sio mvivu. Mwenzako kaamka saa 9 usiku. Wewe umepiga nap mpaka saa 1 na dakika 20. Unakuja ofisini umeendesha gari chako kwenye OC, mwenzako kapambana na daladala. Kwa hiyo lazima uelewe uvae viatu vyake. Hali za watu tofauti. Yeah. Ukiweza hiyo utaishi. Ndio hiyo tunasema sisi wa Kristo kinaitwa compassion. Kristo akawaonea huruma wale watu, alafu akawahudumia. Yani ile sio huruma ya kawaida, ni compassion. When you have compassion about people is empathy. So sympathy, kuna sympathy na empathy. Yani empathy ndio ile kabisa unavaa viatu vya mtu, unajiweka katika hali. Ndio unashangaa mtu analia. Yani unamwangalia mtu mpaka unalia. Kwamba Ujai kuona kwenye movie unamuonea mtu huruma mpaka unalia kwa jinsi alivyokuwa treated. Sasa ile ndio sympathy, maana umevaa viatu vyake. Sio wale aliosemwa mwingine au aliofanywa kitu mtu mwingine, lakini ile feeling. Kwa ukiwa na huo uwezo wa kuvaa viatu, utakuwa na uwezo wa kujali hisia za mtu mwingine. Sio, umeelewa? Anakuja mtu kugonga dirishani kwako, anaomba kitu. Ili uweze kumsaidia wale ambao wanapitaga barabara, ili uweze kumsaidia kirahisi, ni lazima uvae kwamba hivi ikatokea kwamba huyu naye si mtoto wa mtu hajapenda kuwa hivi, sio? Sasa basi kama kuna chochote ndio unaweza kumsaidia. Lakini bila empathy huwezi kumsaidia. Kwa hiyo hatua ya 3, empathize. Learn about empathy. Jifunze kuvaa viatu vya watu wengine. Kama ni bosi, angalia mwenzangu anachelewa kazini kwa nini. Try to understand from their perspective. Yeah. Cha 4, jifunze kuhusu skill, tusema nini? Ujuzi wa mawasiliano, communication skills. Namna ya address vitu. Yes, kuaddress vitu. Na kabla hapo naomba nikirudi kwenye ile point yangu ya 3 ya empathy. Steve Covey aliwahi kusema kwamba seek to understand before to be understood. Yani tafuta kumuelewa mtu kabla wewe kujiku. Hiyo ngumu hiyo. Najua ndio emotional intelligence. Seek to understand before to be understood. Unajua watu wengi sana mnakuwa mmebishana kwenye ndoa. Akiwa anaongea mwenzako unasubiri wapi naye amalize na mimi nipige. Kama unataka kumsikiliza, sasa kwa kweli hicho kifanya hiki. Kuna kitu hakiko sawa. Sisi tunatafutaga alipokosea ili na ulete bomu lako. Yani wanaeleza wewe kwa kale. Sasa ukija kumjibu anasema hivi yote ndio aeleza hajasikia au hajaelewa.
Unaelewa? Kwa ni muhimu sana. Kwa hiyo cha nne ni ule ujuzi wa mawasiliano, communication. Wakati gani wa kumwambia mume wangu jambo fulani, wakati gani sio kumwambia. Hapo ndo changamoto. Umeona na hilo ni dhaifu kubwa sana. Tone tunayoitumia ndio inasema unaweza kufikiri ukaongea na mtu kuna tofauti kati ya kumwambia mtu unaumwa nini na unaumwa nini. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Au unaumwa nini? Tofauti ipo. Ni tone. Yes. Kusema samahani na samahani ni maneno yale lakini tonation zako zilikwenda. Bwana samahani bwana. Samahani bwana. Au samahani bwana. Ni maneno yale. Ila tone. Unaelewa? Au wakati mwingine kunyamaza kimya. Tukae tu kimya. Wanasema kukaa kimya pia ni hekima. Yaani mtu kaongea sawa. Tulia tu. Nayo ni akili hisia hiyo. Ni akili hisia pia umezuia jambo lako. Lakini kawaka na ukawaka ndio moto unapokuja. Ukipanda naye akipanda, sasa kuna vipimo vya kupanda. Kuna mwingine ndio maana watu wengi sana wanasema hii ni kisaikolojia kabisa. Ukiona mnaongea alafu mwenzako anapaisha sauti, jua ni kwamba ana shida ya kutokusikilizwa. Kwa hiyo inabidi atafute sauti ya juu ili akiashumu kwamba ana suppressor tu sauti yako ili umsikie point yake. Na mtu yote mara nyingi anayepata sauti hana communication skills. Haamini. Kwanza pia kujiamini kwake inawezekana na inferiority complex. Kwa hiyo anajaribu kuonyesha hisia zake kuonyesha concerns zake au malalamiko yake kwa njia ya sauti ya juu. Ili kuzima sauti yako ili ya kwake iweze kuwa isikike. Kwa ukionyesha kumsikiliza. Lakini sasa kuna mwingine ukimsikiliza anakuambia usipoongea chochote anakuambia unadharau sasa. Mbona uongei? Ndio inakuja communication skills. Kwa mfano, mimi nitakupa jambo. Usinyamaze moja kwa moja. Sio unapo mimi naongea unasema aha. Okay. Sawa. Hakuna kitu kinamfanya mtu anayeongea ajisikie kwamba anasikilizwa kama hicho. Yaani kwa mfano unakuja unaongea na mimi alafu mimi nimeshika gazeti nasoma au naangalia mpira pale. Hata kama nakusikia, lakini kitendo kama mimi na focus kwenye mpira, maana yake sikusikilizi wewe. Kwa most of the time mimi mke wangu akiwa anataka kuongea na mimi, kama nilikuwa nashika simu, nitaweka simu tena nitaifunika hivi kabisa. Ulikuwa unasema hataongea. Sasa nikimsikiliza na mimi nitaka kuongea, mimi nimemaliza. Naambia hujamaliza. Umeshaongea na mimi bado mimi sijarudi. Sasa kwa sababu la kwake limeshaisha, anajua mambo yameisha. Naambia mama hatujamaliza, nilikuwa ndo nakusikiliza. Sasa kwa hiyo uwezo wa kumsikiliza mtu. Kuna rafiki mmoja anaitwa Jonathan, anajua. Ananiambia Luvanda, uwezo wako wa kusikiliza ni mkubwa sana. Sure. Kwa hiyo hiyo ni skill you have to learn. Mimi zamani sikuwa hivyo. Nilikuwa ukisema na mimi nasema, tunapangana tunaweka, lakini baada ya kujifunza kupata ujuzi nikaja kugundua kumbe watu wanahitaji kusikilizwa. Kwa hiyo hizo zinaitwa, sikumbuki neno lake la kitaalamu linasemaje, lakini lazima umsaidie mtu anaongea kwa kwenda naye kwenye conversation. Keep eye contact. Okay. Is it? Ni kweli. Facial expression yako ionekane. Kuonesha kwamba you are interested. You are interested. And they say mpe mtu nafasi ya kujieleza, utajua kila kitu dhidi yake. Au muongelee yeye tu. Kama kwa mfano mimi ningeingia hapa nikaanza kusema I say Irene, nywele zako nimezikubali. Na nyewe haya mnafahamu. Yaani nikaanza tu kuingiza kwenye mfumo kama nazikubali nywele zako nimezikubali nini. Basi utaanza kunieleza mpaka mtu alikuweka saluni gani ulienda, utaanza kueleza mafuta uliotumia, utaanza kueleza kwa nini mpaka shingapi nimenunua mafuta. Bwana. Kwa is a key, na watu ambao ni wanasaikolojia wanaitumia sana hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya 4 ya kujifunza communication skills. Yes, ni muhimu. Na hilo ni somo siku nyingine tukiwa na episode hiyo, ni episode inajitegemea kabisa, how to be a better communicator. Cha mwisho ni personal development. We all come back to personal development. Personal development ni kujiongeza au kujiendeleza binafsi. Lazima uanze kusoma, hivi vitu vinafundishwa. Nilikwambia hapo mwanzo tulikuwa na jando na unyago. Kumweka mtu ndani.
Yes. Kumweka mtu ndani. Lakini siku hizi hatufanyi hivyo. Sasa kilichobaki ni nini? Let's read. Soma vitabu vya mahusiano. Mimi kabla kuingia kwenye mahusiano nilisoma vitabu vingi sana. Na bado nilipoingia kwenye mahusiano nilikula za uso vile vile. Kwa hiyo wanasema hata ukijifunza sana kuhusu kuogelea kwenye vitabu, si kwa kikudumukiza kwenye swimming pool bado utazama. Bado utazama. Kwa hiyo soma, lakini pia jifunze practically. Anza kufanya mazoezi kile kitu ambacho umejifunza. Mimi wakati tunaanza kuna rafiki yangu mmoja aliniambia nilimfundisha ile somo. Sasa akawa anaenda samahani nacheka sababu alivyonielezea nilicheka sana. Yaani alikuwa anaenda kwa mke wake sana, jitahidi kumsikiliza. Akasema alipanda kazi sana. Mimi mke wangu anaongea sana aisee. Nimejaribu kumvumilia lakini nimeshindwa aisee. Jamaa anaongea aisee. Nikamwambia endelea kuvumilia hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine mimi I remember wakati nakutana na wewe siku ya kwanza nilikuja pale mwenyewe nikakwambia mimi bwana nahisi nina kitu. Unajua ile una kitu afu hujui ni nini. Yaani sasa afu unaenda kwa Luvanda akusaidia. Yaani sijui kama unaelewa. Yaani mimi nina kitu. Afu hivyo yani hata kama sifa yako moja, hata kama mtu anaongea ujinga. Ujinga Pro Max utasikiliza. Akanisikiliza baba watu huyu. Akaniangalia, akaniambia unajua nini? Unawezekana kweli una kipaji. Sasa sijuagi ulimaanisha au uliniambia kunitia moyo. Inawezekana kweli una kipaji. Lakini jifunze kusoma. Akanipa titles ya vitabu kama 3. Ndio. In Pursuit of Purpose. Kingine sio aliandika Jim Rohn. Na kingine sikumbuki title. Ulinipa title 3. Discover your purpose. Ukasema kwamba ukiwa na ujuzi alafu ukawa na kipaji utafika mbali. Lakini ukiwa na kipaji alafu ukabweteka bila kukinoa utaishia hapo hapo. Ni hayo maneno tuliloambiwa mimi. Nikatoka pale nikasema kumbe kusoma tu. And you became a better person. I'm proud of you what you're doing. Kumbe issue ni kusoma tu. Mbona mimi nasoma vitu vingine? Ila sijawahi kuwaza kusoma hivi vitabu vya ujuzi binafsi. Kwa hiyo ofisini mimi watu wakija wananikuta na kaki, unapenda kusoma. Kumbe mimi nimepewa assignment. No, kwa sababu ni kitu ambacho pia kilinibadilisha mimi. Na wanasema all people are born equal but they are raised differently. Watu wote wanazaliwa sawa ila wanakuzwa tofauti. Ni issue ya makuzi tu. Makuzi sawa, wale ambao mlikosa kukuzwa, labda ulikulia mtaani, baba alikukana ulipokuwa mdogo, sijui wazazi wako walifariki, then tuna second chance ya kusoma vitabu. Sasa tatizo ni kwamba wanasema ukitaka kumficha Mwafrika, weka kwenye kitabu. But I would like to thank you for being a listener. Thank you. Sio kwangu tu, kwa vijana wengine pengine hawarudishi shukrani. Au ni wasio na shukrani, lakini mtu kuja ukamsikiliza. I say it's a blessing, kwa sababu huku makwetu wengine unakuta unamwambia baba mimi najisikia kama kuwa motivational speaker. Anakuambia unasemaje? What is a motivational speaker? Unasema yani mimi nimekusomesha kama motivational speaker. You understand? Kumbe maskini sio exactly motivational speaker. Labda ni mtu anataka kutengeneza podcast kama hii. Lakini inaanzia nyumbani. Inaanzia kwenye moyo. Inaanzia kwenye moyo and you channel it, unajikuta umefika. I will chip in and tell you something before we close. Mimi nilikuwa very sensitive na mafunzo. Nakumbuka hiyo kanuni nimesema kusikiliza. Baada ya kujifunza kanuni nyingi sana, I'll give you one example. Nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi nasoma political science. Alafu nikameja kwenye international relations. Simkumbuki yule sister anaitwa nani. Alikuwa ni sister lakini alikuwa ndo mwalimu lecturer wetu. Wale waliosoma political science wanaokumbuka. Alikuwa ni sister kabisa. Sasa hizi ni professor. Alikuwa anatufundisha political science kwenye mambo ya philosophy. Akasema kwenye philosophy, I don't remember which philosopher was, lakini alisema kuna kitu kinaitwa haki ya kusikilizwa. The right to be heard. Hata hiyo mahakamani paka leo inatumika hiyo kanuni.
Huyo philosopher alisema hata mtu akiwa mjinga vipi, anaongea pumbai vipi, cha kwanza anapaswa kusikilizwa. Ndipo nijifunza hapo. Kwa mimi hata nikutana na mtu anaongea pumba, usimkatishe, ana haki ya kusikilizwa. Baadaye ndio utasema hizi pumba au sio pumba, lakini ameongea. Ilikuwa ni katika kuelevate the element of democracy. Na ndio maana tunapozungumza kuhusu demokrasia, uhuru wa kutoa maoni, tatizo kwa nchi zetu za Kiafrika, maoni yanakuwa suppressed. Of course hata kwa nchi za wenzetu sasa hivi kuna kuwa politically correct, sio nini, huwezi kumuita mtu hivi, huwezi kumuita hivi, zinakuwa restricted, lakini wana filosofia wenyewe walisema mtu ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo itakusaidia hata kwenye malezi yako. Kabla hujamchapa mtoto, kabla hujamhukumu mpenzi wako, mpe haki ya kusikilizwa. The right to be heard. Na ndio maana hata ukienda mahakamani, hata kama wanajua wewe ndio ujambazi ule una kujitetea. Wanamsikiliza. Lazima asikilizwe. Tena ikiwezekana na haki hata kuweka mwanasheria naye asikilizwe. Ndio balance ilivyo. Wow, amazing. Jamani, huyo ni MC Luvanda ama Anthony Luvanda. Lakini anajulikana kama MC Luvanda, maarufu sana hapa mjini. Amewalea vijana wengi sana ambao wengine ndio sisi unaona tunakuja sasa hivi tunaanza kuwa master kidogo kwa unajua ukitembea na mtu ambaye ni star na wewe anakuambukiza kidogo namna gani, hapo mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo mimi connection nyingi sana ambazo pengine niko nazo leo ni kwa sababu ya huyu Faza. Ni mkono wake, yani anaweza either directly or indirectly, anaweza asijue, lakini mimi ukienda sehemu mimi bwana Msiluvanda mimi namfahamu bwana nani, Msiluvanda, okay, njoo unasikilizwa. Ni ticket somewhere. Ukienda kuonekana na Luvanda basi unasikilizwa, unapewa nafasi kwa sababu una nani. So kama wewe ni kijana and you want to make a step, hakikisha unakuwa na mentor. Mentor hata kukupa pesa. Mimi Father hajanipa hata sema Irene chukua 200 ongeza mtaji, lakini mawazo yake yanachonga njia, ukipita humo basi umetokelezea upande wa pili. Kwa karibu sana Father, mimi kwa kweli I'm proud to be your daughter. Thank you. I always say so. And I'll never change that. Thank you so much. Hata itokee nini, haitabadilika iko hivyo. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kuja hapa, na haya ndo matunda yenyewe. Hongera sana. Mimi once again I've said this before na nitarudia tena, I'm proud of you. Na kuanzisha podcast kama hii sio jambo dogo, na podcast is a way forward. Mimi babako pamoja na huko kutangulia sijaanzisha podcast yangu. Kwa hiyo wewe kila siku tunaambia anzisha podcast. Kwa hiyo I think Mungu atajalia na mimi nitaanzisha podcast. Wewe utanifundisha sasa na mimi utanimenta. It will be such a privilege to do so. Nitaifanya kwa moyo mmoja hiyo kazi. Manake tunasema mkubwa akiongea ni maagizo. Maelekezo. Hayo ni maelekezo, sio ombi. Hayo ni maelekezo. Kwa muda ukifika tutafanya. Nakushukuru sana wewe kwa muda wako kutizama kipindi hiki mpaka tumefika mwisho. Mimi naitwa Irene Kamgisha. Faza hapa atataja social media kama ndo mara ya kwanza unamuona, basi hakikisha unamfuatilia. Naamini kabisa kuna kitu tuondoka nacho ukimfuatilia mambo yake. Ana page 2. Moja sasa mimi ndo nimekuwa wewe. Endelea. Kuna moja inaitwa Luvanda 255. Hiyo ni kwa ajili ya elimu. Nyingine kwa ajili ya entertainment na mambo ya events inaitwa MC Luvanda, kama zinavyoonyesha hapo chini kwenye screen. Sawa. Kwa hiyo tutakuwekea hapo kwenye screen pages zake za Instagram, uweze kumfollow huko ili uweze kupata mambo mengi zaidi. Lakini pia kama una harusi, huyu ndo mahala pake. Una corporate events, mahala pake. Corporate trainings pia unaweza ukampata kwenye eneo hilo. Nakushukuru sana. Mimi naitwa Irene Kamgisha. TikTok, Instagram, Irene Kamgisha utanipata. You have a concern, you have a question, make sure you reach out ili tuweze kutafuta tena muda wa kuzungumza. Maana kumpata mtu kama huyu sio jambo jepesi, japo unaona tumekaa kwenye kamera, lakini sio jambo jepesi hivyo. Haya, nakushukuru kwa muda wako, tukutane tena kwenye episode ijayo.